Lakini leo imefikia mahali watumishi wa Mungu badala kuihubiri injili ya Mungu aliye hai, kuwavua watu kutoka kwa shetani, kuwaleta kwa Mungu, waende wakamwone Mungu, sasa imefika mahali wanakiuka maagizo ya Mungu, wanakugeuza nyumba za ibada ya Mungu kuwa ni sehemu ya siasa. Mungu mwenyewe anaheshimu mamlaka hizi. Sasa kama Mungu anaheshimu mamlaka aliyoweka yeye, sisi ni nani? Warumi 13 sura ya 1 mstari wa 1 unasema, kila mtu atii mamlaka kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na iliyopo imewekwa na Mungu. Hii ya Mama Samia imewekwa na Mungu. Na pia Mungu akaendelea kutuonya kupitia Warumi 13 sura ya 2, akaenda kutuonya, kwa maana amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, sio mimi. Na Mungu akaongeza, nao washindanao wanajipatia hukumu. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu anayechanganya siasa na dini, anachokitafuta ndicho alichokivuna. Asilalamiki mahali kokote, bali amrudie Mungu wake, atubu na amuombe msamaha rais. Fanyeni kazi ya Mungu, acheni kuingizwa na roho za tamaa za shetani. Mtumikieni Mungu aliye hai. Fanyeni kazi ya Mungu, tuwavute watu kutoka kwa shetani, tuwalete watu kwa Mungu. Watu wakamwone Mungu, waache madhambi, waache kuvuta masigara, mabangi, wizi, waache mambo yote machafu, wamgeukie Mungu. Mambo ya siasa, waacheni siasa. Huwezi kutumikia mabwana wawili. Lazima mmoja utampenda, mmoja utamchukia.